Ndugu wananchi na wadau, sekta ya mifugo ni miongoni mwa nguzo muhimu za uchumi katika taifa letu, ambayo inachangia kwa kiasi kikubwa katika uzalishaji wa ajira, upatikanaji wa chakula na lishe, amesema kakaangu pale, usalama wa chakula, lakini pia inaongeza kipato cha kaya na pia maendeleo ya viwanda vinavyotegemea mazao ya mifugo. Hata hivyo, pamoja na umuhimu wake, imeelezwa wazi hapa, sekta hii imeendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali zikiwemo magonjwa ya mifugo, majanga ya asili kama ukame na mafuriko, pamoja na hatari nyingine zisizoweza kudhibitiwa ambazo husababisha hasara kubwa kwa wafugaji. Ndugu wananchi na wadau, katika kukabiliana na changamoto hizi, kampuni ya bima ya CRDB Insurance Company pamoja na kampuni ya Eka Africa zimeleta suluhisho kwa ubunifu ambao unakwenda kutumia teknolojia ya kisasa kulinda mali za wafugaji. Kupitia Smart Mifugo, wafugaji sasa wanaweza kupata bima kwa urahisi zaidi kwa njia ya kidijitali ambayo ni salama na yenye uwazi. Aidha, wataalamu wamenifahamisha kuwa kutakuwa na mfumo wa DigiBima app unaorahisisha usajili, malipo ya bima na uwasilishaji wa madai, ambayo ni hatua muhimu kwa kupeleka huduma karibu zaidi na wananchi, hususan wafugaji wetu ambao wako vijijini. Sisi kama serikali tunatambua nia yetu ni kufikia kila Mtanzania, na hii ni sekta ambayo tulikuwa tukikopesha, of course, kwa kuwezesha kutumia nyenzo zingine kama ilivyotambulisha wataalamu wetu wa kitengo cha kilimo na mifugo chini ya Bwana Maigesi. Ni imani yangu baada ya uzinduzi wa leo, huduma hii itapatikana Tanzania nzima. Lakini CRDB ni zaidi ya benki. Kwanza, kupitia kampuni yetu tanzu ya Safety Foundations, watajikita kwenye kutoa elimu kwa wafugaji, nini muhimu kwa huduma hii na jinsi gani kupitia fursa hizo unaweza kufaidika. Lakini jambo lingine zuri, wakati anafanya utambulisho, alimtambulisha mwenzetu Mugabo from Burundi, Mwarabu Sauka. Yeye anajitambulisha kama msimamizi wa biashara vidogo na vikubwa, ni wanaoviita kwa lugha yao ya Kiswahili cha Burundi. Lakini tunafahamu Burundi ni Warundi wengi na wafugaji sana. Hii huduma itasambaa kwenye maeneo tunapotoa huduma. Manake nchini Burundi watapata huduma hii, nchini DRC Congo na maeneo mengine ambayo tunatarajia kufanya biashara. Kupitia uzinduzi wa bidhaa hii ya Smart Mifugo iliyopata idhini ya mamlaka tarehe 24 Julai 2025, unaona wazi jinsi teknolojia ya kisasa inavyoweza kubadilisha namna ya kutathmini na kusimamia vihatarishi katika sekta ya mifugo, hivyo kutimiza malengo ya Dira ya Maendeleo ya Taifa 2050. Ndugu washiriki, hii ni sehemu tu ya mwendelezo wa hatua stahiki zilizochukuliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wako Katibu Mkuu pamoja na uongozi wa mamlaka zingine. Niwakumbushe tu, serikali inaendelea kuweka mazingira rafiki ya kikodi. Mtakumbuka mwaka 2023
kuliondolewa kodi ya VAT kwenye bidhaa za bima za kilimo ikiwemo mifugo. Hii tu inaeleza dhamira ya rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan katika kuhakikisha kwamba sekta ya fedha, lakini bidhaa za bima za kilimo na mifugo zinaweza kutolewa kwa wananchi kwa bei nafuu baada ya kuondoa unafuu wa kikodi. Kutumia fursa hizi za kikodi au mazingira mazuri ya kikodi na kupitia ubunifu huu, tunaamini utarahisisha utoaji wa huduma za bima za kilimo, utoaji wa huduma za bima na mifugo, na utasaidia kufikia wananchi wengi zaidi, na pia dhamira ya serikali ya kuimarisha ujumuishaji, inclusivity of the financial sector, kwenye maendeleo ya sekta ya kilimo na mifugo.